Tugombana naye sana kwa kipindi kirefu sana. Naambia bana, mimi na wewe kuna kipindi mpaka hatuongei kabisa kwa sababu namforce kumuoa Faima. Naambia yani ukimkosa mwanamke kama Faima huwezi kumpata mwanamke mwingine. Nimemwambia wewe kipindi umeachana na Faima uliwahi kusikia hadithi story mbovu ama mbaya ambazo zinamhusu Faima? Je, katika kipindi ambacho umeachana naye yeye alikuwa hana vitu vyake vingine? Alikuheshimu, akakupenda, akajitunza. Kwa hiyo mwanamke ambaye amekuheshimu akajitunza kipindi ambacho umegombana naye hauko naye karibu ni mwanamke ambaye ana deserve ndoa. So mimi kwenye hilo Rayvanny anafahamu namna ambavyo nimekuwa nikigombana naye sana. Na kuna kipindi tumefikia hatua mpaka atuongei kwa sababu ya hiki kitu ambacho mimi nilikuwa natamani kumuona mwenzangu anafunga ndoa. Mimi ni Muislamu. Napenda kumuona mwanaume mwenzangu anafunga ndoa kwa sababu haya maisha tunapita. Si vizuri kuondoka duniani ukiwa hujaacha historia ya familia. Kwa hivyo mimi natoweza kusema Rayvanny ataoa na inawezekana hii kauli anaizungumza baada ya mimi kuwa nimeshakuwa nagombana naye kwa kipindi kirefu sana. Bana msafiri tunashukuru kwa muda. Wala mimi kuhusiana kile ambacho alizungumza Diamond jana. Ni vizuri sana. Diamond ana 30 plus, miaka 30 plus, kwa hiyo tayari ni mtu mzima, anasogelea miaka 40. Kwa hivyo umri wa kuoa ni huu sasa. Kwa hiyo kama amesema hivyo ni jambo jema sana na sisi tupo tayari kumuunga mkono kwa kile ambacho yeye amekisema cha kufunga ndoa, sababu ndoa ni jambo la heri sana. Kwa hivyo mimi nimwambie tu Diamond Platnumz, sisi tunakutakia kila la heri na tutakuwa pamoja na wewe kwa kila hatua ambayo utakuwa umeichukua na kufunga ndoa. Ndoa ni jambo jema sana. Ukiacha kumsupport mtu kwenye ndoa unamsupport wewe. So tutamsupport na tutakuwa naye pamoja. Bwana Diamond Platnumz. Kiwa tatimie, maana sio mara kwanza anazungumza maneno kama haya. Litatimia kwa sababu yeye ni binadamu na huwezi kujua kwa nini mara zote anazungumza hapo hatimizi. Huenda kuna changamoto kwa wale ambao anawategemea kuwa watu wake, au labda anakutana na changamoto, you never know. Kwa hivyo ni ngumu sana kumsemea mtu kwa nini haoi, kwa sababu haupo katika nafsi yake wala haupo kwa yale ambayo yeye ana matamanio ya ndoa yake. Kwa mfano kila mtu ana matamanio. Mfano kuna mtu anatamani ampate mwanamke ambaye ni mpambanaji katika maisha, anajishughulisha. Lakini pia kuna mtu ambaye anatamani ampate mwanamke ambaye atakuwepo ndani tu, apike, akakue, afanye hivi, washirikiane kwenye vitu vingine. Kuna mtu anatamani, yani kila mtu ana vision zake katika ndoa. Kwa hivyo huwezi kujua yeye vision zake ni zipi, kilichomchoesha ni kipi. All in all, ameona Jux ameoa na yeye anatarajia kuoa, jambo jema sana. Rayvanny mshikaji wako karibu sana, lakini pia naye aligusia mwaka huu utakuwa ni mwaka wa heri kwake kwa kufunga ndoa. Hebu kazia hapo ambapo alizungumza Rayvanny, kwa sababu ni mshikaji wako na wewe unafahamu kwamba ndoa kweli ni jambo la heri. Mimi nimekuwa nikizungumza mara kadhaa na Rayvanny, mara kadhaa sana. Uweze kufanya mambo mengine ya kimaendeleo. Peke yako ni ngumu sana kuweza kupambana na maisha yetu ya sasa hivi. Kwa hiyo mimi nimtakie kila la heri bwana Juma Jux kwa kufikia hatua hiyo ya kuweza kufunga ndoa. Lakini pia ametuamsha ama amewaamsha makimtari na ndoa. Amewaamsha wasanii wote ambao wanauoga kwa kufunga ndoa ama wanahofia kufunga ndoa, kwamba jamani, ndoa ni jambo ambalo linamstahili kila mtu, hiyo mwanamke mwanaume, kufunga ndoa. So pongezi kwake sana na pongezi kwa wale wote ambao wamemsindikiza kuhakikisha wanamsupport katika shughuli nzima ya kufunga ndoa. Tumemsikia Diamond kwanza ambao wanapewa kipaumbele wakati wa kupiga kura. Kwa hakuna haja na sababu ya kuhofia kukaa nyumbani kuacha kupiga kura, tena kumpigia Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa, mama yetu, aweze kushinda kwa kishindo kikubwa ili tuweze kuona matunda. Jamani, tumeona namna ambavyo mama alivyo. Ukitaka kupata picha halisi ya kwamba ama tafsiri nzima ya mama, unaweza kaangalia Daktari Samia Suluhu Hassan namna ambavyo anatujali wananchi wake. Mama ana huruma sana, mama ana upendo sana, mama anatupenda. Wanasiasa walikuwa hawana uhuru wa kufanya shughuli zao, amewaacha wanafanya shughuli zao za kisiasa kwa uhuru, amewapa vyombo vya habari uhuru mkubwa sana. Kwa hivyo unaweza kaangalia namna ambavyo mama anaupiga mwingi sana. Sasa yote haya ambayo anayafanya rais wetu mpendwa, kwa nini tukae kimya tusiyasemee? Ndio maana tumesema sisi tutazunguka nchi nzima kuhakikisha tunayanadi yale yote ambayo ameyafanya, lakini tutazunguka nchi nzima kuhakikisha watu tunawahamasisha kumpigia kura rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ili aweze kushinda kwa kishindo kikubwa sana. Tuko pamoja na tutahakikisha tuko naye pamoja. Tunachokifanya sasa hivi, nadhani mmesikia mkuu wa mkoa ametangaza
kwamba wadau, wafanyabiashara na matajiri mbalimbali watununulie gari ambalo gari hilo litabandikwa stika limeandikwa kwa Jukwaa Samia kwa ajili ya kuzunguka nchi nzima pamoja na mkoa mzima wa Dar es Salaam ili kunadi sera yale mema yote ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika kipindi chake. Mr. Pimbi, kabla tujamalizana na wewe na kuhamia kwa Hamisi, nataka tuzungumzie pia hili. Hongera kwa hatua zenu ambazo mnazipiga, lakini pia ni malengo mazuri. Nataka nifahamu ama nisikie neno lolote kutoka kwa Mr. Pimbi kuhusiana na siku ya jana ambayo ilikuwa ni siku nzuri kwa Juma Jux kuweza kutuwakilisha wa Tanzania, lakini pia kwa timu nzima ambayo aliondoka nayo Tanzania kwa ajili ya kuweza kwenda kule kumsupport. Chochote ambacho tunaweza kuzungumza kuhusiana na tukio la jana Jux pamoja na Priscilla? Ni jambo jema, ndoa ni jambo la kheri na Mwenyezi Mungu pamoja na wazee kwamba wao wataki mikopo ambayo mikopo hiyo tumeichukua kwa ajili ya kukuza shughuli zetu za filamu. Leo ukimwangalia msanii ni tofauti na kabla ya uongozi wake. Wasanii wamekuwa na mitaji mikubwa ambayo inawawezesha kufanya kazi na kurahisisha kufanya kazi kwa haraka zaidi. Lakini watu walifahamu kwamba mama ataishia kwa wasanii. Hapana, mbona mama ametoa mikopo huku serikali za mitaa, uraiani huku watu wanapata mikopo ya kutosha kwa ajili ya kuendesha shughuli zao na biashara zao na kukuza biashara. Kwa hiyo ukiangalia mama anagusa kila engo unayoiona wewe na kuijua wewe, mama amejitahidi kuigusa kwa asilimia kubwa sana. Na haya yote ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya kwa muda mchache sana, miaka 4 tu. So imagine kwa hicho kipindi chake kingine ambacho kinakuja ni nini atakachokifanya. Atafanya mambo mengi sana. So sisi tuko kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania wenzetu, lakini pia wafupi wenzetu pamoja na walemavu walikuwa ni wavivu, ama kwa lugha nyingine wanakuwa na hofu ya kwenda kupiga kura. Unanielewa? Kwa hiyo sasa ile hofu ni kutokana na mtu anaona kimo chake, anaona nitaulizwa wewe una miaka mingapi? Anaona watu watanikebei au watu watafanya hivyo, kitu ambacho ni tofauti. Kwa hiyo sisi tumeiona hiyo engo, tukasema tujiorganize sisi pamoja. Twende tukampigie, tukawaambie Watanzania wenzetu ambao wana vimo vifupi kama sisi, wahakikishe wanapiga kura kwa sababu ni haki yao ya msingi kupiga kura as long as umetimiza miaka 18 na kitambulisho unacho cha kupigia kura. Kwa hiyo tumeona engo nyingi sana. Lakini pia ukiachana na wafupi kwa wavivu ama kuhofia kupiga kura, walemavu pia wamekuwa wakihofia kwamba kupanga foleni na nini. Mikopo ambayo mikopo hiyo tumeichukua kwa ajili ya kukuza shughuli zetu za filamu. Leo ukimwangalia msanii ni tofauti na kabla ya uongozi wake. Wasanii wamekuwa na mitaji mikubwa ambayo inawawezesha kufanya kazi na kurahisisha kufanya kazi kwa haraka zaidi. Lakini watu walifahamu kwamba mama ataishia kwa wasanii. Hapana, mbona mama ametoa mikopo huku serikali za mitaa, uraiani huku watu wanapata mikopo ya kutosha kwa ajili ya kuendesha shughuli zao na biashara zao na kukuza biashara. Kwa hiyo ukiangalia mama anagusa kila engo unayoiona wewe na kuijua wewe, mama amejitahidi kuigusa kwa asilimia kubwa sana. Na haya yote ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya kwa muda mchache sana, miaka 4 tu. So imagine kwa hicho kipindi chake kingine ambacho kinakuja ni nini atakachokifanya. Atafanya mambo mengi sana. So sisi tuko kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania wenzetu, lakini pia wafupi wenzetu pamoja na walemavu walikuwa ni wavivu, ama kwa lugha nyingine wanakuwa na hofu ya kwenda kupiga kura. Unanielewa? Kwa hiyo sasa ile hofu ni kutokana na mtu anaona kimo chake, anaona nitaulizwa wewe una miaka mingapi? Anaona watu watanikebei au watu watafanya hivyo, kitu ambacho ni tofauti. Kwa hiyo sisi tumeiona hiyo engo, tukasema tujiorganize sisi pamoja. Twende tukampigie, tukawaambie Watanzania wenzetu ambao wana vimo vifupi kama sisi, wahakikishe wanapiga kura kwa sababu ni haki yao ya msingi kupiga kura as long as umetimiza miaka 18 na kitambulisho unacho cha kupigia kura. Kwa hiyo tumeona engo nyingi sana. Lakini pia ukiachana na wafupi kwa wavivu ama kuhofia kupiga kura, walemavu pia wamekuwa wakihofia kwamba kupanga foleni na nini.